kwa taarifa mbalimbali ndani ya Tanzania, habari za michezo, burudani, lakini habari za kisiasa, chambuzi mbalimbali unaweza kuzipata kupitia channel yako mahususi Murwa yenye burudani nyingi ya Wazuhuru Television. Usikose subscribe channel yetu, alafu utakuwa wa kwanza kupata habari. Aidha, msimu wa mwaka 2019-2020 uliopo tuna lengo la kuzalisha tani 290,000 na tunaamini tutakuwa tumepanda sasa kutoka tani 225 zilizouzwa katika msimu wa mwaka 2018-2019. Kwa ujumla, serikali kupitia taasisi zake inaendelea kusimamia mikakati iliyopo ya kuongeza uzalishaji wa korosho ghafi kufikia wastani wa tani milioni 1 ifikapo mwaka 2023-2024. Na kwa hatua hizi ambazo tumeiagiza bodi ya korosho na wadau mbalimbali kuhakikisha wanachukua, tuna uhakika tutafikia hayo malengo bila tatizo lolote. Hasa moja ya mikakati ambayo tumeamua kuwa nayo ni pamoja na kuanza kupanda mikorosho mipya takribani milioni 15 kila mwaka kuanzia mwaka 2019 mwaka 2020, yani mwaka huu mpaka tutakapofika mwaka 2023-2024. Lakini pia tuna mpango wa kuanzisha mashamba makubwa ya kuzalisha korosho, na pia tuna mpango wa kuzalisha mbegu zilizo bora, mbegu zenye uwezo wa kuzalisha korosho nzuri iliyo bora, mbegu ambazo zimefanyiwa utafiti, na kwa kutumia kituo chetu cha Naliendele tuna uhakika tutaweza kufikia haya maeneo na tutafikia malengo ambayo tumejiwekea. Lakini sambamba na hilo, tunataka kuhakikisha tunatoa elimu ya ugani kwa wakulima juu ya kilimo bora cha korosho na namna ya matumizi sahihi ya viuatilifu ambavyo ni salama, ambavyo havitaleta madhara yoyote katika upande wa ubora wa korosho. Viuatilifu hivyo ambavyo mpaka sasa hivi vinatumika na wengi, lakini bado tuko na changamoto ya matumizi ya hivyo viuatilifu kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo kazi ya serikali na kazi ya taasisi mbalimbali ni kutoa hiyo elimu ili kusudi wale watumiaji sasa watumie kama inavyoelekezwa kitabu. Ndugu washiriki, Tanzania ni moja ya nchi zinazozalisha korosho ghafi yenye ubora wa hali ya juu, na mmesikia wote waliotangulia wamekuwa ni mashahidi wa kuthibitisha kwamba Tanzania inazalisha korosho ambayo inapendwa sana hapa duniani. Korosho ya Tanzania inapendwa katika masoko mbalimbali ya kimataifa kutokana na kuwa na ladha nzuri ya kuvutia, rangi nyeupe ya asili ya korosho, karanga, na kuwa na ukubwa ambao ni uniform, na mmemsikia mmoja wapo ya mdau amesema tuna uniform size hapa kwetu. Lakini pia sifa nyingine ni kwamba inapunguza gharama za kudararisha kabla ya kubanguliwa, na hii imekuwa ni swala muhimu sana. Tunakumbuka katika masoko ya mwaka uliopita tulipata changamoto ya soko, ndio maana serikali ikaamua kwamba ili kuwalinda hao wakulima na kuhakikisha wanaendelea kuzalisha, tununue bei ambayo ni ya juu kuliko ile bei ya soko, na wakulima wetu kwa mwaka huu walipata bei nzuri sana, na nina imani hata katika minada inayoendelea sasa hivi bei itaendelea kuimarika ili wakulima hawa wawe na moyo wa kuwekeza, wawe na moyo wa kulima zaidi, wawe na moyo wa kuongeza uzalishaji, na hii itatokana kama soko itaendelea kuwa nzuri. Lakini pia Tanzania ina faida za kijiografia ambazo zinaifanya kwamba msimu wa Tanzania unawahi miezi 6 kabla nchi nyingine hazijaingia kwenye uzalishaji. Kwa mfano kama sasa hivi sisi tumeanza kuuza korosho, nchi nyingi sasa hivi hazina korosho, lakini Tanzania sisi ndio kipindi chetu. Kwa hiyo kwa kutumia hiyo comparative advantage ya jiografia yetu inatufanya kwamba tuzalishe korosho nzuri, lakini pia tupate na bei iliyo nzuri. Na sisi kama serikali tutafuatilia kwa karibu kuhakikisha bei inakuwa nzuri na wakulima wanapata kile wanachostahili kupata. Sifa nyingine ni pamoja na usimamizi mzuri wa mfumo wa stakabadhi ghalani na pamoja na ushirika ambao sisi kwetu imekuwa ni msingi ambao umeimarisha sana uzalishaji wa zao la korosho. Na kama tunazungumzia mafanikio ya ushirika hapa nchini, moja ya eneo ambalo ushirika umefanikiwa sana ni kwenye zao la korosho, na tunataka
Mfumo wa namna hii uigwe pia katika mazao mengine ambayo tunayazalisha hapa nchini kwa mfumo wa ushirika. Mkiwa pamoja inawezekana. Ukienda mmoja mmoja unaweza usifikie malengo yako. Kwa hiyo basi tunataka sasa wakulima kwa pamoja waendelee kuimarisha bei, waendelee kuwa na msimamo wa pamoja ili kusudi bei iendelee kuimarika. Mwaka 2017-2018 bei ya juu ilifika 4128 kwa kilo, lakini msimu huu serikali ilinunua kwa shilingi 3300 na sasa hivi bei ambazo ziko sokoni ni takriban 2500 2600. Sisi tunataka kuhakikisha kwamba bei inaendelea kuimarika na tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu ili kusudi bei ifikie kile kiwango ambacho tungependa ifikiwe na wakulima wetu waone manufaa zaidi ya kulima hili zao. Kwa hiyo niwaombe wote wanaoshiriki katika ununuzi huu, wale na sisi tumesema mfumo wetu ni wa uwazi. Tunataka Watanzania wote, tunataka wadau wote kutoka Afrika, kutoka ulimwenguni, popote walipo, waje kununua korosho za Tanzania kwa mfumo wa uwazi. Tunasisitiza uwazi. Ndio maana tumeweka muda wa kufanya bidding ni kuanzia saa 2 mpaka saa 10 siku hiyo, na sanduku linafunguliwa ili kusiwe na hatua nyingine za kuficha au kumanuka. Tunataka uwazi ili biashara iwe ni ya uhakika bila kudanganya. Na yoyote, sisi tumejiwekea masharti kama serikali. Yoyote atakayekiuka utaratibu ambao tumeweka kama serikali, tutachukua hatua zinazostahili kwa mujibu wa sheria ya bodi ya korosho. Kwa hiyo waombe sasa mliokuja na mwakani mfumo tunaotarajia kuutumia kwenye kuuza korosho ghafi, tutatumia commodity exchange market. Tunataka mnunuzi kokote aliko ashiriki kununua, si lazima afika Tanzania. Akiwa Marekani, akiwa Australia, akiwa New Zealand, akiwa India, akiwa Vietnam, akiwa Tanzania, ashiriki kwenye bidding process ambayo ni transparent. Sisi tuna imani hiyo itasaidia sana kuleta uwazi, itasaidia kuimarisha sana hili zao, na itasaidia kila mtu kumhakikishia anaweka bei ile badala ya kutumia madalali ambao wanajitokeza katikati na hatimaye wanaharibu bei ya korosho. Huo ndio mfumo utakaotumika mwakani. Kazi yetu kubwa tulionayo sasa hivi ni kutoa elimu, kuwafundisha wakulima, kuwafundisha wadau namna mfumo huo utakavyoenda kufanya kazi. Tuna imani wadau mbalimbali watashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba hili tunalitekeleza kwa manufaa mapana ya zao la korosho katika Afrika na duniani kwa ujumla. Ndugu washiriki, eneo lingine ambalo ni muhimu ni ubanguaji wa korosho hapa nchini. Tumeona kwamba sasa hivi katika miaka ya 70 uzalishaji wa korosho ghafi ulifikia tani 145 kama nilivyosema, lakini kufuatia ongezeko hilo uzalishaji wa korosho ghafi, serikali ilianzisha viwanda 12 vya kubangua korosho vilivyokuwa na uwezo wa kubangua wastani wa tani 100,000 za korosho ghafi kwa mwaka kupitia mikopo iliyotolewa na Benki ya Dunia, yani wakati wa World Bank. Viwanda hivyo vilimilikiwa na mamlaka ya korosho Tanzania, lakini mpaka sasa hivi viwanda hivyo tumevibinafsisha, tumeipatia private sector ili waweze kuhakikisha wanabangua korosho.